kata yetu bado tuna changamoto ya ukatili wa kijinsia, sana sana watoto kulawitiwa, na kuna kitendo sasa hivi kimeingia kinaitwa shambulio la aibu. Sana sana hiyo ndio vitu ambavyo vinatutesa kwenye kata yetu ya Kisutu. Shambulio la aibu, nikisema shambulio la aibu maana yake ni mtoto afanyiwi kitendo cha ngono ila anashikwa katika sehemu zake za siri bila idhini yake. Sisi kama kata ya Kisutu tumejiwekea mikakati. Mimi natembelea mashule yote, nimeunda madawati kwa watoto ya kupinga ukatili wa kijinsia. Lakini pia tunasaidia kila mtu akipita shule yoyote anatoa elimu kuhusu ukatili wa kijinsia, na nadhani watoto wa kata ya Kisutu wanaosoma kwenye shule za Kisutu wako aware sana na swala la ukatili wa kijinsia kwa sasa hivi. Kwanza tunashukuru taasisi ambazo sio za kiserikali kwa sababu zinatupa nguvu sana, zinatuwezesha. Hata sisi kile tunachokuwa tumefanya kidogo, wakija wakitupushi, inatutia moyo, tunaonekana kwamba hatuko peke yetu, kuna watu wengine nyuma wanatusupport. Tunashukuru taasisi ya TSO kwa kutuwezesha sisi wasichana na wanawake katika kujitegemea na kujijua kiuchumi wetu. Changamoto nilikuwa naipitia ni kwa kutokujiamini. Lakini nashukuru Mungu kwa sasa taasisi ya Tanzanite Support Organization imeniwezesha msichana mimi naweza kusimama mbele za watu na kuongea, kuwahusia watu kwamba elimu, kuwapa elimu ya kijinsia hivyo. Ushauri wangu kwa wenzangu, wasiogope kitu. Kila mtu anaweza na tunaweza. Changamoto za kwanza pata mwanzo ilikuwa siwezi kufanya maamuzi. Mimi nilikuwa bwana ndio tu mtu akiniamulia naitikia sawa, fanya hiki sawa, fanya hivi sawa. Ila mpaka sasa Tanzania Support Organization imenisaidia kufanya maamuzi mimi mwenyewe binafsi, nijitegemee ili nijitegemee kwa kila kitu bila kumshirikisha mtu mwingine. Kwa wasichana wenzangu na washauri wasiogope, wajiamini. Kama mwanzo nilivyokuwa mimi nilikuwa na sita. Kwa siku ya kwanza walipokuja Tanzanite Support Organization kuja kutuelekeza, na nilikuwa na sita kwenda. Ila toka nilipoanza kufuatilia mwanzo mpaka sasa nimepata kitu. Kwa nashauri tu waweze kujitegemea, wafanye maamuzi ili wajitatue katika matatizo yao binafsi. Kwanza kwa kipekee napenda kutoa neno la shukrani la dhati kwa ndugu zetu wa Tanzanite kwa kuweza kuliandaa hili jambo na kuweza kukaa kuelimisha wakina mama kutokana na maadili ya kinidhamu, maadili ya kiwanawake wa Kitanzania, maadili mema, lakini pia kwenda kuwakumbusha kuhusiana na swala kubwa linalohusiana na swala la mikopo, lakini pia la kuweza kutunza fedha na kuhifadhi fedha. Kwa kweli nikiwa kama diwani wa kata hii, lakini pia kwa mgeni rasmi, nimeona jambo hili jema na jambo sahihi ambalo jambo hili linakwenda sasa kuweza kutuunganisha na wazazi wa chini huku, lakini pia kwenda kutoa fursa baadhi ya watu ambao waliokuwa wanahitaji kupata mikopo na vitu vingine vinavyohitajika vya mahitaji ya kila siku. Ukatili wa kijinsia haupo mkubwa sana kwa sababu tunawashukuru hawa maafisa maendeleo wanapita kila siku na kutoa elimu kwa katika hizi familia ambazo zinazotuunganisha katika maeneo yetu. Hazijaweza kuisha zote kwa pamoja kwa wakati mmoja, lakini kwa hizi jitihada zinazozidi kuendelea watu wanaelimika, na imani itafikia siku ukatili huu wa kijinsia utakwisha, kwani hata wenye viti wangu wa vitongoji wanafanya kazi kubwa sana. Wanafanya kazi kubwa kwa ajili ya kuwaelimisha wananchi na wanaelewa nini kinachohitajika. Changamoto kubwa hapa Kisutu Bagamoyo ni mimba ya utotoni. Kwa hivyo tumekuja kuwawezesha ili uwezo wa kujitegemea. Sisi kama Mind Guardian tuko hapa kufanya uwezeshaji kuhusiana na masuala ya mental health, waweze kujitambua, waweze kuona umuhimu wa fursa ambazo wanazipata kutoka katika taasisi ya Tanzanite Support Organization ili kuwainua wao kiuchumi, lakini kuwafanya pia wawe wanajitegemea. Hivyo basi kuelekea kilele cha siku ya mwanamke duniani, kauli mbiu yetu tunasema kuimarisha uwezeshaji, haki na usawa. Sisi kama wawezeshaji tunahakikisha kwamba watoto, wanawake, vijana wa kata ya Kisutu wanaimarika kisawasawa kufikia malengo yao.